sura 5 mstari wa 7. Nataka niongee kidogo kwa sababu ya ulimi wa kushawishi. Ama ndimi ya kushawishi. Wagalatia sura 5 mstari wa 7. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuia ninyi msiitii kweli? Kushawishi huku hakukutokana kwake aliyewaita ninyi. Chachu kidogo huchachua donge nzima. Nina matumaini kwenu katika Bwana ya kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine, lakini yeye anayewafadhaisha ninyi atachukua hukumu lake mwenyewe. Amen. Karibu sana. Chukua hiyo nafasi hapa. Kanisa la Galatia, Paulo alijaribu kuongea kwa sababu ya kanisa la Galatia na kuwaambia ya kwamba kuna watu ambao wanakuja kwao. Kuna mtu aliyekuja kwa kanisa la Galatia ambaye alishawishi kanisa la Galatia. Haleluya. Na Paulo alijaribu kuambia ya kwamba kuna mbio walikuwa nayo, kuna mbio ambayo walikuwa wanaipiga, kuna mwendo ya haraka miguu yao ilikuwa nao. Katika imani kuna mwendo wa haraka ambao mtu anakuanga nao. Mwendo ya haraka kutoa sadaka, mwendo ya haraka kuja kanisani, mwendo ya haraka kuangalia wagonjwa, mwendo ya haraka kuombea wengine, mwendo ya haraka kwenda mlimani. Na Paulo akasema ya kwamba mlikuwa na mwendo, mlikuwa mnapiga mbio vizuri. Mwendo wenu ulikuwa vizuri. Maana katika miguu kuna aina tatu kubwa. Katika miguu yetu kuna aina tatu. Kuna mtu ambaye anatembea akitambaa. Kuna mtu ambaye ametembea akiwa anatembea kawaida. Na kuna mtu ambaye anatembea akiwa speed, anatembea haraka. Watu wa Nairobi wana sifa kubwa ya kutembea haraka. Sijui mnajua hivyo. Ukienda Mombasa watu wanatembea tofauti na Nairobi. Nairobi watu wako haraka, wanakimbizana na mamuda. Na unaweza ukamsalimu akikujibu na akienda. Hiyo ni Nairobi. Haleluya. Paulo anasema mlikuwa mkipiga mbio vizuri, nani aliyewazuia msitii kweli? Baada ya hiyo alikuwa ameongea kitu akasema kushawishi huku hakukutokana na yule ambaye aliwaita. Paulo akagundua katika mafunuo yake ya kwamba mtu akianza kuzembea asitembee mbio, kuna mtu ambaye iko nyuma yake kumshawishi. Tukubaliane ya kwamba kuharibika ya mtu inalingana na nani wanaongeaka naye. Ukiona mtu ameharibika, tafuta marafiki. Nani wako karibu yake? Nilikuwa ninajaribu kuambia Wakristo ya kwamba urafiki iko nzuri, lakini kuna urafiki nyingine ambao inaweza kukutoa kwa Mungu, inaweza kukutoa kwa imani. Na mazungumzo mabaya huwa inaharibu tabia njema. Ndio Paulo anauliza kanisa ya Galatia, mlikuwa mkipiga mbio vizuri, nani amewazuia msitii kweli? Mbio ilikuwa vizuri, mlikuwa na speed nzuri. Morning glory huko, lunch hour huko, ibada zote za wiki huko ndani, lakini baadaye mnazofika. Anakuja kwa ibada hakuna mtu. Anakuja kwa ibada hakuna. Wanaangalia kapu ya sadaka hakuna. Paulo akaelewa ya kwamba kuna chachu. Kuna mtu ambaye alipanda mbegu. Na hiyo mbegu ni ya kushawishi. Haleluya. Kuna mbegu ya kushawishi. Kuna watu kwa ulimi yao kuko nguvu ya kushawishi. Tukubaliane tu hapa kidogo nikizungumza. Haleluya. Tukubaliane hapa nikizungumza kidogo tu. Ama na wamama ambao watanisikia niongee hivi. Mama akona mwanaume mzuri sana ambaye ni tajiri kwa nyumba. Akona magari, ploti yote ni yake. Akona wafanyakazi. Na katika wafanyakazi kuna mfanyakazi mmoja mvulana. Mama anaacha tajiri, anakubaliana wafanye mapenzi na mfanyakazi mmoja, ama iko kwa mlango, ama ni mtu ambaye anasafisha nyumba. Yamkini tu aitwe mwanaume. Hiyo ni nini? Si ni roho ya kushawishi. Ule mtu kuna kitu kilimshawishi. Maana kwa hiyo level yake na heshima yake, bila kujali heshima, mtu anaona ya kwamba ule mwenye anafungua mlango ndio mtu wa maana kuliko mume wake. Wamama wengi ambao wanaishi na waume zao wadosi wako na hiyo problem. Mtu mwenye alikuja karibu ndoa yao hana hata sura, hana mbele na hana nyuma, hana kiuno na hana mgongo. Lakini tu inatokea hivyo. Ni
sababu ya spirit ya kushawishi. Kuna watu wana ulimi ya kushawishi. Anaweza akakupoteza njia ya kwenda tauni, akakupeleka kona. Wewe ulikuwa kwa basi ya kwenda tauni, anakuambia maneno, anakushawishi, anakusaulisha njia. Na kanisa ya Galatia paliingia mtu ambaye alikuwa na roho ya kushawishi. Na Paulo akasema, hii kushawishi ambao mko nayo haikuwa ya kawaida. Mtu ambaye ameletwa kushawishi haikuwa yenu. Kuna mtu ambaye anaweza akaingia kanisani akaanza maneno ya shawishi. Wewe unaona na huyo pastor, unaona na huyo mwimbaji, unaona. Sasa unashindwa. Unajua ukijali maisha ya wengine, maisha yako itarudi nyuma. Ukiangalia watu sana, wewe utakuwa unabaki nyuma sana. Nilikuwa ninahubiri kwa group jana usiku. Jana nilihubiri kwa group. Na nilikuwa ninaongea neno ambao nilisema hivi. Ukiwa kwa kiwango ya kuongea juu ya kuvaa, tukishindania kuvaa, ni maisha ya chini sana. Watu hawashindanie kuvaa. Hatuwezi kuwa na mashindano ati alivaa ya bei kiatu. Tuko na mashindano ya kwanza, tushindanie imani. Nani yuko katika imani? Hiyo ni mashindano ya kwanza. Mashindano yetu ya pili, tumeokoa nani? Ulihubiri nani akakuja kwa Kristo? Alafu tuambiane, wewe ulishakaleta nani kanisani? Ulishahubiri nani? Wakati huu mgumu ulishapatia nani hata unga? Wakati huu mgumu ulishapigia nani SMS ili kwamba asikie, atiwe moyo? Hiyo ndio tushindanie. Kanisa kisindana, umevaa hii na mimi ndaenda nionyeshe duka. Achana na mambo ya kushawishi. Kanisa haina haja ya kuongea vitu vya kimwili. Kanisa iko na haja ya kuongea vitu vya kiroho. Tuna haja, na Biblia inasema ukitafuta vitu vya kiroho, Mungu atakupea vya kimwili. Maana ukipanda kiroho huwa ndiye inaleta kimwili. Haleluya. Amen. Kuwa na gari ni vizuri, kutokuwa na gari ni vizuri, lakini yenye iko nzuri sana kukuwa na Yesu. Lakini watu ambao wana roho ya kushawishi wanaonyesha vitu kuliko Mungu. Wanaonyesha vitu hii ambayo inaonekana kuliko Mungu. Wamama wanaonyesha unaenda kwa Saulu ni gani? Alikutengeneza nywele vizuri. Na unaona mtu afanya. Iko smart. Unapata kama yenye na kusumbua haiko hii ambayo tunafuata hapa. Haleluya. Kushawishi. Kushawishi. Hujapataka mtu anakushawishi? Haujapataka mtu anakushawishi ukunywe na hauna program ya kunywa? Mtu anakuambia hiyo nani changaa nzuri sana. Kwanza changaa ukiikunywa amiba inapotea. Kwanza changaa ukiikunywa, hii ndio dawa ya corona. Unapata umelewa kwa sababu ya midomo ya ushawishi. Kuna mtu ana ulimi ya kushawishi, na ulimi ya kushawishi itakuharibu. Na ndio maana kanisa la Galatia paliingia mtu ambaye ana ulimi wa kushawishi. Anaweza kukuambia na kuconfuse. Anakutoa kwa malengo, anakutoa kwa mstari, anakutoa kimungu. Ndio wale watu wanaambiana kama unaweza zini hata tukiwa kanisani haiko problem. Si hata na fulani anazini. Unaweza lewa hata tukiwa kanisani si problem. Si hata na fulani analewaka. Sasa unakuta spirit ya mtu inaambukia kanisa na kuwa na hali moja, ni kwa sababu ya roho ya Jezebeli. Ni ulimi ambayo inafanya kazi. Na niongee na nyinyi ya kwamba Mungu ameumba nyama mmoja ambayo imeitwa nyoka. Nyoka iko nyama ambayo Yesu ameiongea sana, akasema ni uzao wa nyoka. Walipoona wanaogopa nyoka sana, Musa akageuza nyoka, akasema Yesu naye ni nyoka ya shaba. Lakini nyoka iko na ulimi mbili. Nyoka iko na ulimi moja ambayo inagawanyika sehemu mbili. Inamaanisha ikifika kwa mawindo ama inataka kumgonga mtu, nyoka huwa inafanya ulimi hivi. Na kila mtu ambaye ana ulimi ya ushawishi huwa anafanya hivi. Kumbuka kwamba nyoka ndiye alimshawishi mama yetu Hawa kwa bustani ya Edeni. Na unajua inafanya hivi. Anasema amani huku, lakini pande huku anatangaza vita. Unaweza kuwa na mtu ambaye anakuambia mbingu, ukimfuata sana na kupeleka jehanamu. Anakutangazia mbingu, ukikuja ukimsogelea anakuonesha dhambi ni kitu ya kawaida. Hamwendi tena mbingu, mnaenda kwa nafasi ya kufanya dhambi. Lakini ulimi ilikuleta kwanza. Baada ya kukuleta anakuingiza kwa vitu vingine. Na hakuna mtu atakayehukumiwa kwa dunia hii kama mtu ambaye anapotosha watu. Amen. Anageuza haki ya Mungu. Haleluya. Amen. Kanisa la Galatia kumbe paliingia jamaa ambaye alikuja kama mhubiri, akaanza kuambia watu ya kwamba hamwezi mkawa wa Kristo kama hamkutahiriwa. Roho ya kutahiriwa watu wakaanza, kama utasoma ile wa Galatia sura 5 mstari wa 6,
kabla hujafika 7 ambao tulisoma. Ndio maana Paulo anasema hatuabudu Mungu kwa sababu ya kutahiriwa. Kutahiriwa ama kutokutahiriwa si probleme. Tuna haja ya mioyo yetu ndiye tahiriwe, si miili yetu. Maana kuna watu ambao wanaweza kuja kwetu anaabudu na wewe, lakini ni mtu ambaye ametawaliwa sana na vitu vya kimwili. Maana tohara, kutahiriwa ni vitu ambavyo viko vya kawaida. Kenya hii ndio nilisikia hata mpaka na wamama wanatahiriwa. Kuna sehemu wadada wanatahiriwa. Ni kutahiriwa ni kukeketwa. na wababa wanatahiriwa. Lakini pia kuna kabila lingine huwa haitahiriwi. Sijui kama tuko sawa sawa. Hiyo yote ni ya kimwili ambayo haina fasi kwa injili ya Kristo. Haina vitu. Lakini watu ambao wanataka kupotosha, wanaletaka vitu ya kukupotosha. Mtu anatokea na kwambia, nyinyi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Unasikia sema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mlibatizwa vibaya nyote. Lazima mubatizwe kwa jina la Yesu. Hiyo ni maharifa ya kutaka kupotosha watu. Ubatizo, Yesu amesema hivi katika kitabu cha Mathayo ya kwamba enendeni katika ulimwengu wote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkabatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yesu ameniambia mimi mtume, ameambia mitume, nende mkahubiri habari njema, mubatize kwa jina la Yesu. Lakini wanafunzi walipoanza kubatiza hawakutumia tena jina la Yesu la Baba, la Mwana, wakaanza tumia tunakubatiza kwa jina la Yesu. Sasa aliyetoa amri ndiye kuna nguvu. Si ni kweli? Yesu ndiye alituambia tubatize kwa jina la Baba na la Mwana. Hauna haja ya kusema. Mtu mwingine alifungua kanisa yake akaruhusu watu ya kwamba mna haki ya kuoa wanawake 5. Mwanaume mmoja ukiwa na uwezo, muoe wanawake 5. Na wale wote wanataka wanawake wengi. Sasa hii ndio dini. Wanajaana na kanisa kama na ile, watu wamejaa, wamefurahia. Lakini ni ulimi wa kushawishi. Hiyo ni ulimi wa kushawishi. Kuna mtu ambaye alikuwa na ulimi katika Biblia, ulimi wa kulaani. Anaitwa Balaam. Balaki akakuja kwake akasema, kuja unilaanie Israeli. Nimaanisha Balaamu akiongea maneno yake kitoke na kuja ya laana. Kuna watu wana ulimi ya laana na kuna watu pia wana ulimi ya baraka. Akikuongelea vitu unabarikiwa, akikuongelea vitu unainuliwa. Lakini ulimi wa kushawishi ndio niko naongea saa hii. Ulimi ambao inakutoa. Na mtu yeyote ambao uliona alikuwa na mbio, hana tena mbio, angalia nani anatembea naye. Tafuta nani iko nyuma yake. Habari yote ya kuregea, ya kuzoofika, ya kuingia unaanza kunywa, angalia marafiki uko nao. Na mkiwa nao mnaongeanga nini? Maana marafiki ndio wanaingizanaka kwa vitu vibaya. Na ndio maana hizi maploti za kuchangia, mko na funguo moja, mko na key moja, watoto wengi wanaharibika kwa hizo maploti sana. Mungu awabariki, muwe na ploti yenu wenyewe. Amen. Uko natokea na kwako. Hii maploti ya kuchangia ndio mishene iko. Amen. Unakaa kusikia unaona jinsi na kwako Yesu. Mwanamke anaweza tosheka na mwanaume mmoja? Hapana. Ukose simu na hii sura kama na ukose simu, akajoka simu uko na kwaka Yesu. Haka ulimi unashangaa, baada ya siku 2 mwenye alikuwa mtakatifu kanisani anakuwa macho muhewa, saa imbo inawinda. Kumbi marafiki ndio wanamharibu. Ulikuja uko vizuri na Mungu, lakini wanakuharibu ni marafiki. Roho ya kushawishi. Haleluya. Na mtu ambaye analisikia hapa kutoka mbali ama karibu, uliza mwenye yuko karibu yako, mwambie nani anakushawishi. Maana kuna watu ambao wamesimama kushawishi wengine. Kukushawishi Mungu tu. Unaweza ishi na Mungu tu? Hapana. Wenzako wakwake na Mungu tu. Niko na mganga huko sehemu fulani anaitwa Pilipili. Njoaje. Ukiwa na mganga atakupea irizi uko sawa. Unakuta mtu mwenye alikuwa vizuri kanisani anashawishika, anakuwa na mairizi. Anakuwa anachanga Mungu. Na watu wote ambao wamechanga Mungu na irizi hawakosaki wazimu. Tutaona unatia chupi kwa kichwa. Ukafikiri unavaa vizuri. Kumbe chupi iko kwa kichwa, ni wazimu. Kuchanga Mungu, Mungu hawamchangaji. Ukijaribu Mungu hivyo utashangaa. Utaanza fanya vituko unafikiri uko sawa, kumbe ulichanganikiwa. Tukisema mnyamanze, wewe unafanya. Tukisema muikae, wewe unasimama. Tukisema muingie, wewe unaenda kuchoo. Sasa unachanganikiwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Roho ya kushawishi. Lazima utajiuliza umeshawishika na nani? Kuna mtu mmoja ambaye amepewa mamlaka ya kushawishi. Ni mtu ambaye anaitwa mhubiri. Mhubiri ndiye amepewa mamlaka ya kushawishi. Kuwashawishi watu watoke kwa dhambi, wamgeukie
wamrudie Kristo. Na kushawishi baada ya hiyo ni mapepo. Mtu yeyote ambaye anatoa watu kwa Kristo kuwapeleka nje ya Kristo, hiyo ni shetani. Lazima tuna nguvu ya kuhubiri walevi ili kwamba tuwashawishi wamjie Kristo. Mtu ambaye alikataa kanisa, umwendee mpaka akubali kanisa. Usakasikia mtu anakataa, siwezi ingia kwa kanisa yenu, siwezi, natoka, ninaacha. Ukimwendea tu na ulimi ya kiroho ya ushawishi. Unasikia kwa hiyo ndio ni kweli. Ile nayo kwako kabisa. Ile ni kweli. Sasa ndio basi tutaweza kuwa pamoja, ndawatembelea tena. Sana watembelea tena, anashawishika tena na neno. Sasa najisikia kuikaa hapa. Haleluya. Haleluya. Amen. Unakamata decision, unasema Mungu ninamwacha. Hii majaribu inapita. Lakini unasikia tu neno, unasema basi ishi hapo. Ulimi ya kushawishi. Unagombana na mtu, unaita mtu mwingine akuje awapatanishe. Hapo hapo hajamaliza. Unasema huyu mzee asingilikuwa. Huyu mama asingilikuwa. Ungeenda kwenu. Lakini nasikia neno, ulimi wa kushawishi. Na shetani ana watu ambao anawatumia hivyo kwa ulimi ya kushawishi. Mhubiri anaweza kuhubiri huku, mwingine mhubiri yuko huku nyuma. Sana haleluya. Unasikia anamwambia mwenzake hakuna kitu pale. Haleluya gani? Zero. Chana na huyo. Kanisa la Kristo muinuke. Muinuke nini? Si ainuke kwanza mwenyewe. Tosho kule mikoshi. Sasa kuna watu wamesimama kushawishi na hawana kazi mbili, kazi yao ni kushawishi. Sasa Paulo anasema chachu kama na hii ikianza inachachua donge zima. Kale kambegu kanaanza kidogo kama tomato, baadaye kanaoza, baada ya kuoza kanaozesha nyingine. Mtu mmoja ndio anaharibikaka kwa grupu, baadaye anaharibu na wengine. Kuna mtu akichoka hakubali yake achoke mwenyewe, anakujaka mwenyewe kanisani, akitoka anatoka na 7. Haujaona mtu kama huyo? Anasema wewe nimebanduka, nilishakuwa na watu wangu. Unaona ule brother wa koti niko naye. Unaona ule mama niko naye. Unaona na ule niko naye. Nikibanduka huko ndatoka na. Unamuuliza wewe ulikuja na wangapi? Utatoka na 4, ulikuja na ngapi? Aseme nishaka shawishi wale wote, mimi naongeaka na fulani, niko na grupu yangu. Fanya angalisho na mtu ambaye anakwambia iko na grupu ndani ya grupu. Maana yake ulimi yake ni ya kushawishi. Na akiwa na ulimi ya kushawishi, kama si mganga wa kienyeji, ni mzinifu wa kienyeji. Haleluya. Haleluya. Maana mimi ninajua, mimi ndiye pastor. Naweza kuwa siko hapa na injili ya Kristo itaendelea. Sina haki ya kusema kama nikikosa na nyinyi mkose, hamuniabudu, hamuniamini. Mimi tu ni mtumishi ambaye napitiwa. Naweza kufa, naweza gonjeka, naweza safiri. Na ikitokea kwangu kama mwanadamu, injili ya Kristo inaendelea. Basi kanisa yetu unajua pasa alishaka rudi Kongo, pasa alienda Amerika, tunaona kanisa inafilisika. Si kanisa ulifuata pastor. Wewe ulifuata pastor. Naelewa watu wote walifuata pastor. Pastor kianguka wote wanaangukanga. Pastor akichanganyikiwa wote watachanganyikiwa. Pastor wakimfungia nyumba yake na wewe watakufungia yako. Gari ya pastor kianguka na wewe unaanguka. Haleluya. Ulimi ya kushawishi. Kuna mtu ana ulimi wa kushawishi na wote wenye wana ulimi ya kushawishi wanasema mimi siongea yake. Mimi sisemaki. Hii kanisa yenu kuna maproblem, mimi sisemaki. Ujue ule ndiye msemaji. Mtu ambaye anakuambia haongeaji, huyo ndiye muongeaji. Na huyo ndiye iko na mbegu ya kuharibu. Kuna watu wana spirit ya kuharibu. Nilikuwa ninaongea ninasema kwa makanisa ambayo iko Nairobi hii kanisa iko na Mungu. Sio nikubali nijisifie kanisa. Hii kanisa iko na Mungu. Ndio kanisa pekee ambao watu wameombewa wananunua ploti. Watu wanaombewa wanaunganishwa harusi. Watu wanaombewa wanazaa. Ndio kanisa pekee, lakini kuna mtu ambaye ana chachu anaweza kuambia hakuna kitu. Hiyo inakuwa kwa ushuhuda wa uongo ile. Hakuna. Mbona mimi siyo? Na nilala njaa jana. Mimi ndio sio. Bure. Hata hiyo gari mnasikia apostle kuna usi yake, hiyo ni anapewaka. Hiyo ni uba. Hiyo ni uongo. Chachu. Mbegu. Haleluya. Lakini kuna watu wanaweza shuhudia wakasema Mungu yuko na Mungu anataka watu wenye wanasimama kushuhudia. Unajua ukishuhudia mazuri ya mwingine Mungu anakupatia na wewe mazuri. Ukishuhudia kuinuka ya mwingine Mungu na wana kuinua. Wakati ambapo huko hauna utayari na baraka ya mwingine, hauna haja ya kubarikiwa. Kama hujazaa sifu watoto wa wengine. Usiwakamate ukiwaponda mbavu na mama yako naye abaki hivyo tu kama mimi. Hautazaanga. Acha wengine wazae. Acha
Mtu akipita ako na sura nzuri, sifu sura yake, sema uko msupu. Sasa na wewe Mungu atakuletea supu bwana, utakuwa vizuri. Haleluya. Roho ya kushawishi. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora, Sulemani anasema, nikamatieni wale wambweha wadogo wadogo ambao wanaharibu matunda ya mizabibu. Nikamatieni, shikieni wale mambweha wadogo wadogo. Mbweha wadogo, kuna aina nyingine ya mambweha ya kuharibu mizabibu, hauwezi ukaiona. Mzabibu ikiwa hivi, ile mambweha inakujaka huku chini, inakula na inaenda. Lakini unajua ikionekana juu wataishika, lakini mbweha ya kuharibu inakujaka chini chini. Fanya angalisho na watu ambao wako na spirit ya chini chini, wanafanya vitu lakini ni kwa chini. Mungu anataka wakati wote ule usiharibu mizabibu, lakini uendeze mizabibu. Haleluya. Nilikuwa ninasema haleluya. Amen. Nilikuwa ninasema haleluya. Amen. Umerudia nyuma kwa sababu gani? Nini nakufanya usiombe? Nini nakufanya usikue kwa Kristo? Ulitaka wahi kusoma kitabu cha Warumi? Si Warumi, Romans. Waroma. Nafasi kwenye Biblia inasema ya kwamba nini itakayotutenga na upendo wa Mungu? Inauliza chuki? Hapana. Njaa? Hapana. Hasira? Hapana. Uchi? Hapana. Hakuna kitu kitatutenga na upendo wa Mungu. Tuko kwa Mungu. Coronavirus? Hapana. Nini itatutenga kwa upendo wa Mungu? Kufukuzwa kwa nyumba sababu ya kulipa rent? Hapana. Nini kitatutenga na wakati wa Mungu? Hakuna kenye kitatutenga na upendo wa Mungu. Tuko kwa Mungu hata kama ikiwa nini. Lakini mtu ambaye ameshindwa na wokovu anapandaka chachu. Na kanisa mungali mnaingia kanisa nini? Hii majaribu yote uko nayo. Na unaweza kuwa kwa Mungu, simwachane na huyu Mungu. Ule ni mke wa Ayubu ambaye ana ulimi ya kushawishi. Anamwambia mke wake, anamwambia mume wake, "Si ukufe. Si umtusi Mungu na ukufe." Wala wanawake wajanja. Hasemi umtusi Mungu na tukufe. Kufa juu wewe ukifa nitaoleka. Tusi Mungu na wewe ukufe. Ayubu anamwambia ya kwamba tumepata mema machoni pa Mungu, tukipata na mabaya si problem. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Na kuna mwingine atataka wewe ukufe kiroho yaendelee. Maana ukiwa na mwanamke, ukiwa na mwanaume askari, mwanaume askari akifa, ule mwanamke anaolewa na askari. Ukiwa rais, ule rais akifa uko na bahati ya kuoleka na mtu ambaye yuko kwa bunge ama nani. Ukiwa mfanyabiashara utaoleka na mtu mwingine mfanyabiashara. Pastor akifa, mapasta ndio wanafuataka ule mke, maana wameshazoea hiyo madhabahu. Sababu ya hiyo alijua kwamba Ayubu akifa na alikuwa na pesa, atapata mtu mwingine wa pesa kama Ayubu. Si ukufe. Na ni hatari sana uishi na mtu ambaye kuna kutakia kufa. Baba muue haraka nilizi hii nyumba. Uishi na mtu kunafanya maombi, wewe dedi. Nione kama utaniachia gari. Kufa. Haleluya. Amen. Ulimi ya kushawishi ndio neno langu. Ulimi gani ambayo imekushawishi? Nani amekushawishi mpaka na kudiscourage? Nani anakushawishi mpaka na kuachisha Mungu? Nani anakushawishi mpaka unaona okovu hakuna? Nani anakushawishi mpaka unakata tamaa? Ulimi gani uko naongea kwa masikio yako ya kukuambia hakuna ya kanisa? Kuna wengine watakuja kwako wanakuambia kwanza corona ikiisha siwezi rudi tena kwa hiyo kanisa. Naona mimi hapana na Mungu. Mimi naona kama nitakuwa na mpango. Nilitembelea mtu na mtu ananiambia kwamba naamua niwe Muislamu. Pastor, corona ikiisha mimi na uindana na Waislamu. Namuuliza nini mbaya, anasema siyaone kitu kwa mapasta wote. Nilikuwa Mkorino, nilikuwa sijui wapi, kisha nikaingia Mkorino, nataka maliza Mkorino na kuwa Muislamu. Kisha mwisho akauliza, na wa Jehovah Witness wanakuwa kazi. Mimi naona kana upendo sana. Mtu mwenyeko kwa Jehovah Witness, nyumba ikifungwa wanakujaka wanakulipia. Nikajua huyu rate ndio inamsumbua. Haleluya. Roho ya kushawishi. Nilikamata Bible nikaiweka hapa. Nikaanza mwambia mavesi. Nikamwambia verse 3 ambazo Jehovah Witness wanatembea nazo. Zote zinakataa damu ya Yesu na zote zinakataa kwamba Yesu si Mungu. Na mimi nikampatia mavesi ya kuonesha Yesu ni Mungu 100%, na mimi ni mshuhuda wake ya kwamba Yesu ni Mungu 100%. Ukienda huku watakwambia Yesu si Mungu na wana ulimi ya kugeuza ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na ukienda kwa Waislamu wanakwambia kwamba Yesu Kristo ni Isa bin Maryam, ni mtoto wa Maria, si Mungu. Nikamwambia ukienda huku utapatana na Injili. Akasema kama ni hivi nabakia tu kwa Yesu. Na mrekosa reti lakini bakia kwa Yesu. Hakukupita wiki mbili akahama estate.
Akahamia sasa estate nzuri, rent ilipatikana na akatoka area ya chini akapanda juu. Hajaniambia na mimi nakuwa mshirika. Nikamwambia kuja huku niko na haja na washirika. Achana na Waislamu, achana na Haleluya. Hivi hata corona iko ndio nahubiri. Tangu nilianza uhubiri Kenya hii period hii ndio nahubiri. Si ninawaambia, nilienda Rosambo na mtu mmoja hapa, huyu utumishi kwa nilienda Rosambo. Sijaendaka hiyo area, nilienda huko. Nakutana na mtu na mhubiri, baada ya kumhubiri tunaomba, baada ya kuomba ananiambia nilitaka niweke mafuta kwa hii gari sina. Nikamwambia achana na mafuta. Sasa hii inakuwa mshirika. Nikamwambia utaweza hii mwendo kutoka Rosambo kukuja kwa hii maneno nasikia naanza naamua. Nikamwambia mtu, Mungu anaweza nipatia washirika wa huko. Ako na hoteli kubwa. Nilikula mchele, baadaye anakuwa mshirika. Nikasema hii kitu itaendelea. Hubiri tu hapa anapata mshirika wapi? Unapita Mara, unaenda hivi. Kuja uniombee. Naenda hivi barabara ya Kangundo Road huko kama Joska. Kumbe Joska ni town ya ajabu, ndio kuona Joska. Kumbe kuna watu hata huko, kumbe hakuna manyumba za kifahari. Naenda ingia kwa nyumba ya Yesu wa Nazareti. Mnakuwa na nyinyi huku. Ploti kubwa. Naomba, baada ya kuomba mtu anaamua anasema mimi tunaungana pamoja kwa hii kazi. Amen. Nikasema Mungu wangu. Sasa kwa corona mimi ndio natumika sana kuliko masiku zote. Sasa jana sikuwa na wakati ya kupokea watu. Nilikuwa napokea wageni nyumbani tu. Kuja unikamate kwa stage na kamata wa Rosambo. Kuja unikamate kwa stage na kamata wa Ngongo. Kuja unikamate. Jana nikasema hapa nafika job. Usiku uliingia na choka. Nikuoneka gari niko nakamata watu, sema hii ndio wakati wangu wa kazi. Na wewe sijui unashawishika na nini? Kama tunatumika tunaamuka na wewe nini na kushawishi? Kuna wengine hata saa ya kulala hawaombi tena. Kuna wengine hata na chakula hawaiombei, wanaikemea kwa jina la Yesu. Sukuma wiki naenda. Omba, chukua muda wa kuomba. Hii ndio wakati wa kuomba. Magonjwa isikushawishi. Kusitokea kitu itakushawishi. Ziki isikushawishi. Naelewa ya kwamba wakati huu shetani anainua majaribu. Naelewa ya kwamba wakati huu mapigo ya kiroho iko nyingi. Naelewa wakati huu roho yako inashuka. Kuna mtu ambaye anasikia haelewi, hana furaha, au juu unachukia nani na unapenda nani, uko hivyo. Ukiona watu unadhibisha mlomo. Lakini haiko problem, hiyo ni wakati. Maana corona inakuja na vitu viwili, kukausha kanisa na kufunga makanisa. Hapana serikali, nasema corona inakuja na vitu viwili, kukausha wokovu. Kuna wenye corona itaisha na wao wenyewe hawatakuwaka tena. Hawataamini tena. Tutakupata kwa changa. Lakini nakuombea tuhubiri injili hasa wakati huu. Haleluya. Hasa wakati huu. Kwa hii wakati hii period ndio mimi nakwambia nafungua fellowship ya Saika. Hii period. Na fellowship ya Saika watu ndio wanaanza iomba. Mimi ndakuwa asha. Anza huku ndakuwa asha. Niko na vijana wenye wanavuta bangi mpaka sasa, lakini wanasema ukifungua pastor na mimi nitie kumlango. Wanafanya kama michezo za injili. Na ni kwa hii corona. Nilijaribu hiyo wakati corona iko, naipata kwa hii corona. Ndio napata watu wa maana ama watu wa kusupport huduma kwa wakati huu. Na ni corona tu na ni online. Hii nyoko na zarao nikiongea hapa. Kuna wengine wako wanasikia wanalomba namba, napiga namba kuja. Wewe uko wapi? Unashawishika na nini? Mpango yako iko wapi? Haleluya. Tuungane pamoja. Kanisa la Kristo mahali popote ambapo ulipo duniani. Ni wakati wa kuvunja ushawishi wa shetani. Mtu asikuletee mambo ya kutairiwa. Hatuna wakati wa kuongea mambo ya kuvaa. Hatuna wakati ya kutaja magari. Hatuna wakati ya kutaja farasi. Hii ni wakati wa kutaja jina la Bwana. Ungana na mtu ambaye ako pamoja na wewe kwa injili. Shikamana na mtu ambaye atashikamana na wewe. Mungu akutie nguvu kwa wakati huu. Ni wakati wa kuamka. Huu ndio wakati wa kuambia Bwana nitatumika. Nitatumika, nitazidisha nguvu. Na Mungu atakulipa, Mungu atakubariki. Haleluya. Tulikuwa tumeongea hapa na mtu. Pastor mmoja anatokea, tulikuwa hapa juzi, sijui ilikuwa ni Friday. Pastor mmoja anasema ya kwamba kuna makanisa 2 yamefungwa. Baada ya kulipa rent, hawakuwa na rent, washiriki na washirika ndio wanatowaka na hawaabudu. Alafu pastor anachukua madhabahu na viti anaipeleka nyumbani. Corona ikisha wataanza tena. Nikasema hatulipake hizi holi sababu ya corona ama ya kuabudu, tunalipaka hizi holi sababu ni nyumba ya Mungu. Na mtu ambaye anaweza simama akailipa baraka za hawa watu wote